Niko na mtumishi wa Mungu Novatus Theonas kutokea jiji la Dar es Salaam ambaye amefika hapa Morogoro katika event hii ya Anicet Butati. Mtumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa nini umekuja Morogoro? Nimekuja kumsapoti mtumishi wa Mungu Anicet Butati kwenye tamasha lake la kuadhimisha miaka 10 ya huduma ya uimbaji. Kwa hiyo nimetoka Dar es Salaam, niko hapa Morogoro kwa ajili ya kumsapoti. Event ya leo umeionaje? Mwamko wa waimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania kutoka mikoa mbalimbali. Nimefurahishwa kwa sababu kwa kweli nimekutana na waimbaji kutoka sehemu mbalimbali, Kigoma, nimeona wengine wametoka Manyara, Arusha, Dar es Salaam na sehemu nyingine nyingi, pamoja na wengine ambao wanatokea hapa Morogoro. Kwa hiyo kwa kweli ni tamasha zuri sana, nimeona watu wamefurika, ukumbi umejaa, watu wamekaa na wengine wamesimama. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la baraka sana. Nini kimekuvutia zaidi katika event ya leo? Utaratibu umepangwa huko vizuri, wamepanga utaratibu wao, kwa kweli unakwenda vizuri na wanahakikisha kila mwimbaji ambaye amefika basi anaweza kuhusika kwenye kile ambacho kimekusudiwa. Tangu umeanza kuimba nyimbo za Injili una miaka mingapi? Leo tuko kwenye event ya Anicet Butati, ni miaka 10 tangu ameanza huduma. Kwako una muda gani katika tasnia ya uimbaji wa nyimbo za Injili? Mimi nina mwaka wa 3 tangu nimeanza huduma ya uimbaji na hadi sasa nina album 3. Una miaka 3, album 3. Kwa nini? Nimejiwekea utaratibu wa kutengeneza album moja kwa kila mwaka, na kitu ambacho nilikuwa nyuma nimekishindwa ilikuwa ni kutengeneza nyimbo pamoja na video, lakini kwa sasa hivi kila wimbo ambao ninatengeneza pamoja na video yake. Kwa hiyo ninatarajia kuanzia sasa na kuendelea zile nyimbo zote ambazo nilikuwa nimeziandaa mtazamaji ataziona na video zake. Umesema kwa miaka 3, album 3. Pengine tutarajia mwaka huu utakuwa na album nyingine ya 4? Manake mwaka huu kwangu ndo nakamilisha mwaka wa 3. Kwa hiyo baada ya hapa nitaandaa album ya 4, lakini album yangu ya mwaka huu ninatarajia pia kuikamilisha na waimbaji wakubwa. Nimeshaanza, nimefanya collab na msanii kutoka Kenya, lakini ipo kazi ambayo inaitwa Mwaka Wangu, nimefanya na mwimbaji wa ndani, lakini pia upo wimbo ambao unaitwa Hamlijui na Hili, yani hamjui habari za Mungu kwa undani. Kwa hiyo imefafanua habari za Mungu kwa undani, kwamba kuna mambo watu wanayajua lakini mengine hawajui. Nayo pia natarajia itakuja na mwimbaji mkubwa sana wa nyimbo za Injili. Leo ukiwa hapa Morogoro kwa ajili ya tamasha kubwa la Anicet Butati. Yes. Ukipata nafasi ya kumwelezea Anicet Butati katika halaiki ya watu, ungewaambia nini? Anicet Butati ni mtu wa namna gani? Anicet Butati ni mtumishi wa Mungu anayemtumikia Mungu kwa viwango vikubwa sana. Anajitahidi kwa hali na mali, yaani anamtumikia Mungu kwa kile alichonacho, kwa nguvu pamoja na mali alionayo. Kwa hiyo ni mtumishi ambaye pia hata ukisikiliza nyimbo zake ziko rohoni, yuko rohoni. Ni mtu ambaye akiimba kwa kweli anakubariki, kwa kifupi niseme hivyo, anakupeleka kwenye uwepo wa Mungu. Moja kati ya nyimbo zake unazozikubali ni upi na upi? Kuna wimbo unaitwa Watabaki Wanashangaa, lakini pia kuna wimbo ambao ameimba anasema tuko bize shambani mwa Bwana. Kwa kweli ni wimbo ambao unanibariki sana 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 sana. Lakini upo wimbo ambao ameimba na mtumishi wa Mungu Boni Mwaitege. Kwa kweli pia ni wimbo ambao unanibariki sana. Tukirejea kwenye kazi zako, siku za hivi karibuni uliachia wimbo unaitwa Kuna Kikao, na tumeona umefanya korabo kubwa na mwimbaji kutoka nchini Kenya, Elishama Washila. Kwa nini Kikao? Nilikuwa najaribu kuwaeleza watu kwamba wasifikiri kwamba Mungu haoni vile ambavyo wanavifanya, badala yake watambue tu kwamba Mungu anaona, anasikia na kuna maandalizi pia anayafanya kwa ajili ya kuachilia baraka kwao. Kwa hiyo ni wimbo wa kuwatia watu moyo, kuwakumbusha kwamba Mungu yupo na Mungu anatenda. Mapokezi yamekuaje? Kwa kweli mapokezi ni makubwa. Nimepokea simu kutoka nje, Kenya, Rwanda. Nimepata marafiki wengi sana wa Tanzania baada ya kuachia wimbo. Kwa kweli umekuwa ni wimbo wa baraka,
lakini ni wimbo ambao nimebaki nina staajabu, kwa sababu ni wimbo ambao hata mtandaoni unakimbia sana, tofauti na matarajio. Mwanzo wa huduma yako ulikuwaje? Ulishawahi kubezwa au kudharauliwa au watu wakakukataa? Kwa kweli kwenye swala la uimbaji ama kwenye swala la utumishi, kama hilo halijakukuta, basi naweza nikasema bado hujakamilika kwenye huduma, lakini nilishakataliwa, nilishadharauliwa, nilishabezwa na nilishaambiwa nisipoteze muda. Lakini wale ambao walikuwa wananiambia nisipoteze muda, leo wako tayari kunisupport. Kuna watu ambao siku za karibuni walinipigia simu wananiambia, ukihitaji msaada wowote sisi tuko tayari kukusupport. Kwa hiyo ni baada ya kuona matunda ya namna vile ambavyo ninaendelea kufanya. Lakini before kuna watu waliniambia, kwa nini unaharibu hela? Kwa nini unachezea hela zako? Kuna wimbo unaitwa Mtaniita Bosi. Yeah. Ni wimbo ambao ulikuwa unawajibu watu kwamba mtaniita bosi mara baada ya kukataliwa, au wimbo huu ulipatikana katika mazingira gani? Huu ni wimbo ambao ulitokana na majibu ambayo niliona Mungu amenijibu. Nilikuwa niko kwenye maombi, kuna jambo ambalo nilikuwa namuomba Mungu, lakini kwa kweli Mungu alinishangaza kwa majibu. Baada ya kuona majibu, basi nikapata idea ya kutunga wimbo wa Mtaniita Bosi. Lakini ni wimbo ambao amenipa Mungu nikiwa niko kwenye maombi. Nilikuwa ninamuomba Mungu anijibu jambo ambalo nilikuwa nimelihitaji kwa muda mrefu sana. Ndoto zako katika muziki